Marekani imezitangaza hatua za kuondoka kwa baadhi ya wafanyakazi wake wasio na dharura na familia zao kutoka Israel kutokana na hofu ya ongezeko la hatari za usalama, hasa kufuatia wasiwasi kuhusu uwezekano wa mzozo wa kijeshi na Iran. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, aliwaarifu wafanyakazi wake kupitia barua pepe kwamba wale wanaotaka kuondoka wanapaswa kufanya hivyo haraka. Huckabee alisema, hakuna haja ya kuhofu, lakini kwa wale wanaotaka kuondoka ni muhimu kupanga safari zao mapema badala ya kuchelewa. Hatua hii inajulikana kama kuondoka kwa idhini, ambapo wafanyakazi wanaweza kuamua ikiwa watatoka au la. Hii ni tofauti na uondokaji wa lazima uliofanyika hivi karibuni kwa baadhi ya wafanyakazi wa balozi ya Marekani mjini Beirut. Matokeo haya yanajiri wakati Marekani inaongeza uwepo wa kijeshi Mashariki ya Kati, huku ikijaribu kupata suluhisho na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia. Mzunguko wa mazungumzo wa hivi karibuni uliisha Alhamis bila matokeo chanya, na hofu ya kuibuka kwa mzozo wa kikanda inaongezeka. Iran tayari imeonya kwamba itashambulia misingi ya Marekani ikiwa itashambuliwa, na hali hii inaweza kuhusisha pia Israel. Israel ilifanya mashambulizi katika vita vya siku 12 dhidi ya Iran mwezi Juni, ambapo Marekani hatimaye iliungana nayo. Hali hiyo imesababisha nchi kadhaa za kimataifa kuondoa wafanyakazi wasio muhimu na familia zao kutoka baadhi ya maeneo ya Mashariki ya Kati, huku pia raia wakishauriwa kuepuka kusafiri kwenda Iran. Kwa sasa Marekani inahimiza utulivu, lakini inawaambia wafanyakazi na familia zao kupanga hatua mapema kwa sababu hali ya usalama inaweza kubadilika ghafla. Si mara ya kwanza kushuhudia matangazo ya kuwataka raia mbalimbali kuweza kuondoka nchini Israel pamoja na Irani kwa sababu ya mvutano ambao unaongezeka pale Mashariki ya Kati, ambapo joto la vita kati ya Iran na Marekani likizidi kuongezeka kwa hivi sasa. Sasa Irani pamoja na Marekani wanazidi kuongeza wasiwasi kwa baadhi ya raia na wafanyakazi wa balozi mbalimbali katika ukanda wa Mashariki ya Kati katika nchi hizo, ambapo mvutano unazidi kuongezeka na hali ya tahadhari inaweza kutangazwa muda wowote endapo tu vita vitaweza kuzuka. Kwa taarifa zaidi usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.